zangu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Zangu wapendwa, mimi niko mbele yenu na mbele za Mungu nikimshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ule ulinzi wake. Niko hai kwa sababu ya neema ya Mungu. Sikupanga mimi mwenyewe. Ninakumbuka ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 12 mpaka tarehe 24 Februari mwaka huu, ukienda haja ndogo inatoka damu. Lakini hata hilo nalo nikasema, Bwana Yesu asante, kama ni mapenzi yako nitapona, kama sio kupona basi nitakuja kwako. Haleluya. Nashukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa wale ambao mlikuwa mnaniombea tatizo hilo tena sina. Mungu wetu wa mbinguni ameliondoa. Kwa hiyo sifa na utukufu namrudishia yeye. Wale ambao mnaendelea kuniombea, ombeeni hata gari langu. Si kila kitu kwa Mungu linawezekana. Inawezekana. Gari langu lina shida na sasa liko garage. Ukiwasha wala ambao mna magari, moshi unatoka mweupe. Yule anayetengeneza anasema kwamba ni tatizo la ring piston. Kwa hiyo hata hilo nalo Mungu ataliondoa. Gari litaenda barabarani kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu alinipa ili litumike. Haleluya. Nilimwambia kwamba Mungu nipe gari ili niwe linanisaidia kwenda kanisani na kwenda hospitali kama Mungu itakupendeza. Lakini vile vile namshukuru Mungu wa mbinguni kwa kusimama mbele yenu siku hii ya leo, kwa sababu ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka jana ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kuwa hapa. Tulikuwa pamoja na ninyi. Na leo tena imempendeza Mungu tarehe 30 mwezi wa 3. Kwa hiyo Baba Mungu wetu wa mbinguni, namshukuru kwa kunipa neema hiyo. Sistahili, kuna wengine mungesimama humu, lakini Mungu amenileta mimi. Na hiyo nayo ni neema tu ya Mungu. Haleluya. Lakini na ule uongozi mchungaji pamoja na watu wake wazee wa kanisa walikubaliana kwamba waniite tuje tuwe pamoja katika ibada ya siku hii ya leo. Na pokeeni salamu kutoka kwa familia yangu. Pokeeni salamu kutoka kwa kanisa la Kinyerezi. Wiki iliyopita nilikuwa mhubiri huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo kama vile tulivyopitishwa na mwenyekiti wetu wa ibada ni kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 ule mstari wa 17 mpaka 30, na ile Kutoka 12 mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 20. Neno tuliambiwa kwamba Yesu alifanya karamu ya Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Na tujue wazi kwamba ibada hii ya leo na neno hili la leo ni maandalizi ya kupokea Pasaka ya mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe. Na kusudi la somo letu tujue wote kwamba Mungu ametuandalia ukombozi kwa njia ya damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu pale msalabani. Haleluya. Na tunaposoma hapa lile kipengele cha kwanza kinasema kwamba Mungu aliandaa Pasaka ya kwanza Misri. Wakati Mungu alipoona shida na matatizo yaliyowapata watu wake ambao aliwaahidi kupitia Ibrahimu mtumishi wa Mungu rafiki yake kwamba watu wake atawapeleka katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanani. Na kweli kipindi kilifika baada ya kuteswa na hawa wa Misri.
Tunasoma katika kitabu cha Kutoka, kusoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 3, tunasoma kwamba Mungu aliona machozi ya watu wake, aliona kilio chao, akahuzunika, akasononeka, akasema nitashuka mimi mwenyewe niwatoe na kuwaondoa watu wangu katika mateso ya Farao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akaandaa Pasaka katika nchi ya Misri. Akaliwaagiza kwamba mtachinja mwana kondoo na ile damu mtainyunyizia kwenye miimo ya milango yenu, ili huyu malaika wa kuharibu anapopita katika familia za Wamisri ili kuua wazaliwa wa kwanza, anapoona damu ya mwana kondoo ambaye hana hila wala tatizo lolote lile, anaruka. Na ndio maana Passover, yani Pasaka ni kuruka. Alikuwa anaruka ile milango ambayo ilionekana ina damu. Hakuua, hakuangamiza ya watu wake. Lakini mahali ambapo hakuona damu, pamoja na kwamba walikuwa ni watu wake ambao waliwaahidi kuwaondoa katika nchi ya Misri, kuwapeleka katika nchi ya ahadi, kwa sababu hawakumtii Mungu kwa kuweka ile damu, aliangamiza. Kwa hiyo ndugu zangu, tujue kwamba ile Pasaka ya kwanza ilianza kule Misri, wakati Mungu alipopenda kuwaondoa watu wake, lakini na kuwaua watu hawa ambao walijiweka kichwa ngumu. Waliona kwamba wao ndio wao wana uwezo kuliko muumba wetu wa mbingu na nchi. Lakini alipoangusha kile kipigo tangu kwa Farao, mzaliwa wa kwanza wa Farao alipofariki, na kila mji, kila familia inalia, akasema kwamba hao sio watu wa kawaida. Mungu wao sio Mungu wa kawaida. Mungu wao hawezi kufananishwa na Mungu mwingine na miungu. Huyu ni Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, mwenye mamlaka, mwenye uweza na mwenye kuua na mwenye kuuisha. Bwana Yesu asifiwe. Farao pamoja na watu wake wasema kwamba waache hao watu, sio watu wa kawaida, waachie waende zao ili tusiendelee kufa, kwa sababu anayetuua sio hawa ambao walikuwa tunawatumikisha. Anayetuua ni yule baba yao, ni yule kiongozi wao aliyewaleta katika nchi hii, na ni huyo ambaye anataka kuwatoa. Muda umefika, wewe Farao waruhusu waende. Pamoja na kwamba aliweka vipingamizi kwamba wao waende tu wao wenyewe wakamwabudu Mungu wao, wakatoa sadaka na matoleo, lakini waache mifuko yao. Akasema kwamba hatuachi hata ng'ombe moja. Tunaenda pamoja na mifuko yetu, tunaenda pamoja na watoto wetu, tunaenda pamoja na wale ambao tunao, ili tukamfanyie Mungu ibada mahali alipotuandalia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kiburi cha Farao kwamba watu hawa ni lazima tuwafuate, tuwarudishe, hatuwezi kuendelea na kazi ile ambao walikuwa wanawaifanya watu wa Misri. Na ndio maana walienda nyuma ya watu hawa mpaka wakafika kwa bahari ya Shamu. Lakini watu wa Mungu waliendelea pamoja na safari yao. Hakuna kile ambacho kiliwakwamisha. Pamoja na bahari ilikuwepo mbele yao, lakini nyuma Farao, huku milima na huku milima. Wale ambao waliohaha wakamlaumu Musa pamoja na Mungu. Wakalia kwamba imekuwaje wewe Musa na Mungu? Je, kulikuwa kuna makaburi katika nchi ya Misri? Mbona umetuleta huku?
ili tufe jangwani. Musa akaambiwa na Mungu, waambie waendelee mbele, hawawezi wakafa jangwani, waendelee mbele. Na huyu Farao na wapanda farasi na watu wake wataona na kuhakikisha kwamba kweli Mungu yupo katika taifa la Israeli. Mungu yupo katika watu wake, watu waliozaliwa na Yesu, watu wale ambao wamemwamini Yesu, watu walioenda pale msalabani na dhambi zao na makosa yao, na kusema kwamba Baba Mungu tumekuja kwako. Na yeye akasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi, na mimi nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa utaratibu. Alianza hii Pasaka katika nchi ya Misri, na tumesomewa ule mstari 18 mpaka ule mstari wa 20. Lakini vile vile ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya ngapi? Ile sura ya 5 na ule mstari wa 10 na mstari wa 7, inasema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu ambaye hana ila yoyote ile, hana dhambi yoyote ile. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu, alitoa maisha yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili atuokoe. Na ndio maana mwandishi wa kitabu cha Yohana, ambaye alikuwa ni Yohana yeye mwenyewe, alisema kwamba alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Alichukua dhambi zangu pamoja na dhambi zako. Mwenye mamlaka, mwenye nguvu. Katika nchi ya Misri tunasema kwamba watu hawa walikuwa wanaadhimisha kila mwaka, wanachinja kondoo, kwa sababu dhambi za mwanadamu haziwezi kaondolewa na kondoo wa kuchungwa, lakini dhambi za mwanadamu zinaondolewa na damu ya Yesu, ambaye ni Mungu, ambaye alitoa maisha yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni aliandaa hii, na ndio maana tunasoma kwamba kile kipengele cha pili, Mungu aliandaa Pasaka ya pili kwa njia ya kifo cha Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, wao walimuuliza kwamba, je, unapenda tukuandalie uile Pasaka wapi? Alikumbuka ile Pasaka ya Misri, jinsi walivyokuwa wanafanya, kwa sababu aliwaagiza kwamba mtakuwa mnakumbuka miaka yenu yote milele, mtakumbuka kazi ya Mungu ambayo aliifanya kuwaondoa nyinyi katika nchi ya Misri. Lilikuwa ni pigo la mwisho, pigo ambalo huwezi ukalihesabu katika mapigo yale mengine yaliyotangulia pigo hili. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni tunasoma kwamba yeye ndiye ambaye aliandaa ukombozi kamili kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo mwana wa Mungu pale msalabani. Na ndio maana aliwaandaa kwamba wakaandaa ile Pasaka. Lakini ukisoma katika kitabu cha Waefeso, mmoja tupite kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza ule mstari wa 7, hebu tuangalie kwamba Mungu wetu wa mbinguni mipango ya kumkomboa huyu mwanadamu alikuwa ameiandaa kabla ya msingi wa ulimwengu bado haujawekwa. Anasema nini? Paulo anasema nini katika kitabu cha Waefeso, kanisa la Efeso? Anasema nini na sisi leo? Anasema nini na wewe pamoja na mimi? Anatuambia nini juu ya ukombozi wako pamoja na ukombozi wangu? Uliandaliwa lini na kwa njia gani? Na ni nani ambaye ataukamilisha? Anasema nini? Paulo anasema nini katika kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza na ule mstari wa 7? Inasema, ndio, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu,
masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye. Ni nani huyo yeye? Katika Yesu Kristo mwana wa Mungu tumepata msamaha wa dhambi, tumesamehewa dhambi na makosa yetu. Na ndio maana ukisoma hata katika kitabu cha Waefeso, hizi tumesoma hata kitabu cha Wagalatia, tunasoma hata vitabu vingine wa Kolosai, tunasoma kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu pale msalabani alituhamisha katika utawala na uongozi wa mwovu shetani, akatuweka katika utawala na ukombozi wake, tukahesabiwa haki bure kwa wale ambao tunaenda pale msalabani. Tukawa watumishi wake, tukawa wafuasi wake, lakini vile vile tukaambiwa hata kazi ya kumtangaza yeye kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka na dhambi za wanadamu. Anasamehe, hakuna mwingine ambaye anaweza akasamehe makosa ya wanadamu, makosa yako pamoja na makosa yangu. Na ndio maana mwandishi wa kitabu cha Isaya ile sura ya 1 anasema kwamba hata dhambi zako zikiwa nzito, hata dhambi za mwanadamu zikiwa nyekundu, atazisafisha zitakuwa nyeupe. Yani atafuta makosa ya mwanadamu yule ambaye ameenda pale msalabani kwa moyo wake na kwa hiari yake, anakuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Yesu alisema katika kitabu cha Luka, ukisoma katika kitabu cha Luka ile sura ngapi? Ile sura ya 18, ukiangalia ule mstari wa 1 na kuendelea, Yesu alikuwa anazungumza juu ya kusamehe dhambi na makosa ya wanadamu. Alisema kwamba watu wawili walipanda kwenda hekaluni. Mwingine alikuwa ni huyu Mafarisayo, watu ambao wajiona kwamba wao ndio watakatifu kuliko wengine. Yeye ndiye aliyesimama na kuomba na kutaja kile ambacho anakifanya kila siku. Anasema nini? Anasema kwamba mimi ni muombaji, ninafunga, tena mimi natoa zaka. Utoaji wa zaka ni kitu cha kawaida na ni kitu muhimu Mungu anakihitaji. Lakini vile vile hata kufunga, ibada za kufunga nazo ni ibada nzuri, kwa sababu unamulilia Mungu wako, iwe usiku, iwe mchana, iwe asubuhi, iwe iwe wiki, ni nzuri. Lakini kinapoingia kiburi kwamba mimi nafunga kila mwezi, nafunga kila Ijumaa, ninafunga, mimi natoa zaka kuliko hata wengine, hapo ndio tatizo linakuja. Hapo ndio tatizo linakuja. Tuko watumishi wa Mungu, kwa sababu watu wengine wanafunga kwa kiburi, kwa kujionyesha. Na ndio maana mtu alisema kwamba mimi ninafunga, mimi natoa zaka kuliko kama huyu mtoza ushuru mwenye dhambi. Tunasema kwamba yule mwenzake, kwa sababu alijitambua tabia yake, alijitambua makosa yake na mapungufu yake, alisimama mbali, akatambua kosa aliyokuwa nalo, akasema kwamba Mungu Baba, mimi nakuja kama nilivyo kwako, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mtu yule ambaye sifanyi mema machoni pako. Baba, naomba msamaha, unisamehe makosa yangu yote ambayo ninayatenda kila inapoitwa leo. Tunasoma kwamba Yesu alisema kwamba yule ambaye alirudi nyumbani amesamehewa dhambi na makosa yake. Yule aliyejitambua kwamba ni mwenye dhambi, sio yule ambaye alionyesha kiburi cha matoleo ya zaka pamoja na ibada ya kufunga. Haleluya. Na ndio maana hata leo, hata huyu mwandishi wa kitabu cha Isaya, soma kwa Biblia yako wewe mwenyewe, Isaya sura 58, anawaambia nini huyu Mungu wana wa Israeli? Anawaambia kwamba je, ni wasifu
kwa sababu ya funga yenu. Akasema kwamba mimi siwezi nikawasifu kwa sababu ya funga yenu, kwa sababu mnafunga ili muwafanyie mabaya wengine, hamuwapi haki zao. Wale ambao ni watumishi hamuwapi hata mishahara yao. Wale ndugu zenu hamuwasaidii. Kuna wengine hata leo wanafunga lakini hawaendi kuwasalimia hata ndugu zao. Ndio, hata wakati wa likizo hawaendi. Anaweza akapanga safari ya kwenda Nairobi ili asiende Misungwi wakati wa likizo. Ni kweli anapanda ndege kuliko kwenda na mabasi haya yanayoenda Mwanza. Hapana. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uchoyo na ukorofi. Hayuko pamoja na ndugu zake. Sasa ile funga haikusaidii. Ndio, hiyo funga pamoja na umefunga ndio wiki nzima, ndio umekesha, haina msaada wowote ule. Mungu anasema kwamba anza na ndugu zako, wasaidie ndugu zako. Wale ambao wana njaa wapatie chakula. Wale ambao wana mavazi wapatie mavazi. Wewe kila mwaka unavaa suti nzuri. Kila Pasaka au Christmas una suti nzuri. Na baba yako huko na mama yako wanalishwa na TASAP. Wazazi wenu wanatunzwa na TASAP. Wewe, Mungu wetu anasema kwamba ni lazima huduma ianzie nyumbani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ianzie nyumbani, ianzie kwa watoto wako, ianzie kwa wazazi wako, kwa baba na mama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu zako wa damu moja na wewe. Hapo ndio Mungu atakubali kwamba ni kweli kwa sababu huyu ni mwanangu aliyekuja pale msalabani, nimemponya na kumuokoa. Sasa yuko sawa, ananitangaza mimi na anatangaza fadhili za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwamba sababu ile kipengele cha 3. Sababu ya Mungu kuandaa Pasaka hizi mbili, Pasaka ya kwanza na Pasaka ya pili, lengo lake lilikuwa ni nini? Ndugu zangu, ile Pasaka ya kwanza lengo lake lilikuwa ni nini? Na ile Pasaka ya pili ilikuwa lengo lake ni nini? Lengo la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ile Pasaka ya kwanza na Pasaka ya pili, ilikuwa ni Mungu kuwa pamoja na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Yesu utukufu. Nia yake ilikuwa kuwa pamoja na watu wake. Na ndio maana aliwaambia kwamba nendeni mjini mkamwambie yule mtu ambaye ana jengo lake kwamba mwalimu apenda kufanya Pasaka akiwa pamoja na watu wake. Lengo la ukombozi la mwanadamu, lengo la kukomboa wewe, lengo la kukutoa katika hali ya wizi na ukorofi, lengo la kukutoa katika hali ya wizi pamoja na uzinzi na uasherati. Mungu anapenda akae pamoja na wewe maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa aliandaa hii Pasaka na kuweka hii karamu ili ale pamoja na watu wake katika ile ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio maana kusoma katika kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 10 na ngapi? Na 4, ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili mpaka mstari wa 3. Anasema nini na wanafunzi wake? Anasema kwamba mimi ninaenda. Kwanza ninaenda pale msalabani. Na hata katika Pasaka hii alikuwa bado hajafika pale msalabani. Tunasema kwamba aliwaambia kwamba msihuzunike mioyoni mwenu,
kwamba mimi ninaenda mpaka msalabani, nitazikwa kaburini, lakini baada ya siku ya 3 nitafufuka. Baada ya kufufuka nitaenda kwa Baba nikaandae makao yenu, lakini nitarudi kuja kuwachukueni ili mahali nilipo na ninyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameenda kuandaa makao ya John na Esther na Ruthi na yeyote yule ambaye amemwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ameenda kuniandalia, ameenda kukuandalia, lakini atarudi tena kulichukua kanisa lake ambalo ni wewe pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Usihuzunike moyoni mwako kwamba amekawia hata kidogo. Pamoja na shida unayoipata ukiwa ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, hata ikiwa ni magonjwa, hata ikiwa ni kufiwa, hata ikiwa ni matatizo yote yale, Bwana Yesu atarudi. Bwana Yesu atarudi kuja kukuchukua wewe. Lakini pamoja na hayo yote, Mungu anasema kwamba muombe. Unapomuomba, yeye yuko tayari kusikia na kufanya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nilipata tatizo hili la kansa, ilikuwa ni mwaka 2012 nilipokuwa mchungaji pale Tabata. Lakini baadaye nikapata tatizo la moyo. Nikadhani kwamba kwa kuwa sikufa na kansa, labda Mungu atanichukua na moyo. Lakini kwa sababu ya maombi yenu, kwa sababu ya maombi yako na maombi yangu, Mungu wa mbinguni akasikia. Nikalitaja jina la Yesu, nikaitaja damu ya Yesu ambayo haijachacha. Nisikuenda kuchukua mafuta, sikuenda kuchukua yale maji ya upako, hata kidogo haikupita katika mwili wangu, lakini ile damu ya Yesu ambayo haijachacha, na ndio ile ambayo ilifanya kazi na itafanya kazi kwako, itafanya kazi kwa mwanao, itafanya kazi kwa sini, kwa sababu bado ina nguvu ile ilipokuwa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa Yesu aliwaponya wengine, kwa nini asimponye mtoto wako? Ikiwa Yesu aliwaponya wengine, kwa nini asimponye mume wako mkorofi? Acha kukupiga. Mwambie usitoroke kwenda kwenu. Ndio kwenu hakuna msaada, kwenu hakuna mume yuko huku. Ndio huyo Mungu amekupa. Wewe mwambie Mungu kwamba Baba Mungu, mume huyu uninipa mimi, sio mume wa mke mwingine. Mtengeneze kama ulivyo watengeneza wengine. Na mume wangu mtengeneze. Mume wangu mlevi ni mume wangu. Haleluya. Huyu mume wangu ni mlevi, ndio nakubali, nitaolewa na mlevi, lakini hata endelea na ulevi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kwenda kuchukua maji, wakachukua utongo na nini tena wanaochukua huko wenzetu. Huwezi kwenda huko. Ya nini? Mwambie tu Yesu kwamba Baba Yesu, mwana wa Mungu, mimi niko tayari. Damu yako ndio ile ambayo inanitakasa. Kama wewe hujaolewa, wewe mwambie tu Yesu. Kwa sababu Yesu ndiye aliyetuahidi. Baada ya Nuhu kutoa matoleo katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 8, ule mstari wa 20, alitoa matoleo baada ya kutoa katika ile safina. Ule mstari wa kwanza, sura ya 9 ya Mwanzo, anasema nini? Anasema kwamba huyu Nuhu alibarikiwa na Mungu baada ya kutoa matoleo. Anasema kwamba mtazaa, mtaongezeka ili mwijaze nchi. Haleluya. Wewe kama unataka kuzaa, hata ikiwa ni mapacha, toa zaka, toa matoleo mengine. Wewe mwaminifu, utazaa tu. Bwana Yesu asifiwe.
utaolewa tu. Utaoa tu hata ukiwa huna mahali, Mungu atakupa. Kama ingekuwa wanaoa tu matajiri, Mapoli asingeoa. Mimi nilikuwa sina kitu, lakini nilipomwambia Mungu, Baba, nataka mke tena mzuri kuliko wanawake wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akanipa. Mungu akanipa mke, nikatoa hata mahali. Hata watoto wangu ni wale wa kiume, nimwambia Mungu kwamba Mungu, hawa watoto ulionipa, Mungu ananipa watoto wawili. Na watoto wawili, nimwambia Mungu wangu, hawa watoto wangu hawawezi wakatorosha wanawake hata kidogo. Watoto wangu wataoa, nitalipa mahari mimi mwenyewe. Na kweli Mungu akanipa mahari. Yule wa kwanza alioa kwa mchungaji Shadraka Panilei kule Mwanza. Nikatoa ng'ombe 4 wa kutoka kwangu. Yule wa pili alioa kwa mzee wa kanisa pale Nzega, mzee Poneka, mwimbaji mzuri. Nikatoa ng'ombe 5 na 500,000. Hawakutorosha. Wale wako wewe unajiandaa kuoza watoto kwa kutorosha. Mungu atakutandika. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Mungu bado ule. Mungu wetu anapenda awe pamoja na sisi. Na ndio maana hata katika ibada zetu, hata hapa kanisani, hata ukiwa kule nyumbani, ametuahidi kwamba atakuwa pamoja na familia yako, hata mkiwa wawili na mume wako, hata ikiwa mko watatu na wanao, mume wako labda amechelewa kurudi kazini, una watoto wako, kabla hawajalala, ombeni, kwa sababu yeye mwenyewe amesema atakuwa pamoja na ninyi. Ni kitabu cha Mathayo sura ya 18 ule mstari wa 20. Anasema nini msamaji wetu? Anasema nini? Anasema kwamba atakuwa pamoja. Anasema nini kwenye Biblia yako? Hebu simama usome. Mathayo 18 ule mstari wa 20 anasema nini? Anasema nini? Inasema, kwa kuwa waliopo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Asante sana. 2 au 3, hata ukiwa peke yako, hujaoa wala hujaolewa, hata ikiwa ni kazini kwako huko, Mungu wetu wa mbinguni anasema kwamba unapokaa, ukai wewe peke yako, mko 2 na Yesu, ombea ofisi yako, ombea wale wanaokusumbua katika ile ofisi, hata ikiwa ni bosi. Wengine wana wivu. Wewe umesoma zaidi ya bosi, anataka kufanyia njama ili akuondoe. Omba ukiwa pamoja na Yesu, utaona Mungu jinsi atakavyobadilika. Utaona jinsi Mungu atakavyobadilisha. Mungu anabadilisha mawazo ya watu ambao hawako pamoja na Mungu. Angalia kitabu cha Isaya. Soma kitabu cha Isaya sura 50 na ngapi? Sura 54 ule mstari wa 17 na ule mstari wa 18. Unapomuomba Mungu kwa moyo mmoja, unamlilia Mungu, Mungu wangu wa mbinguni, naomba kwa hili ulishughulikie, mimi siliwezi. Na kweli kuna mambo mengi ambayo sisi kibinadamu hatuwezi kuyafanya, lakini kwa Mungu kila neno linawezekana. Hakuna neno ambalo Mungu haliwezi. Kila neno linawezekana. Anasema nini? Hebu soma ule mstari wa 17 na ule 18 anasema nini? Mtu anaweza kufanya njama zake yeye mwenyewe na ujanja wake, lakini ukimpeleka kwa Mungu utamwona. Anasema nini? Isaya 54 mstari wa 17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana,
na haki yao inayotoka kwangu, asema Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila silaha inayoandaliwa kwa ajili yako mama, ili mtengane na mume wako, haitafanikiwa. Haiwezi kufanikiwa hata kidogo, kwamba uondoe katika ile ofisi. Haiwezi, kwa sababu imepangwa na mwanadamu. Wewe mpeleke huyo mwanadamu kwa Mungu aliyekupeleka katika ile ofisi. Hukwenda hivi hivi tu, ni Mungu aliyekupeleka pale. Anakusudi Mungu kwamba uinue ile taasisi, uinue ile ofisi kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kupitia katika kanisa lako la AIC. Hamna. Kanisa lako la AIC halitakusaidia. Kanisa lako la AIC. Bwana Yesu asifiwe. Niliongea bila shaka ni hapa siku moja niwaambia. Nilikumbana na mchungaji mmoja kule Mwanza. Akaniambia kwamba mchungaji, wewe ni mchungaji wa kanisa la AIC. Nikasema ndio. Na mimi ni wa AIC, lakini mimi sifanyi kazi na AIC, lakini mimi ni wa AIC. Hata ukinichanja hapa, ananiambia hivyo, hata ukichanja hapa mahali popote kwa mwili wangu, damu itakayotoka ni ya AIC. Nikamwambia mkimoyo, nikamwambia wewe bado. Nikamwambia kwamba mimi ni mchungaji wa kanisa la AIC tangu ni muamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kule nyuma Majahida tulikuwa na tata yangu Joy. Tulihubiriwa, tulikuwa bado watoto wadogo, tukampokea Yesu Kristo mwana wa Mungu. Unaona, sijahama kanisa. Kanisa hili ndio hili ambalo ni kanisa langu. Sijahama kanisa lolote lile. Lakini namtumikia Yesu. Sasa nimefanya kazi kama mchungaji miaka 30, karibu na 4. Unaona, nikastaafu. Mara ya kwanza nikastaafu 2010 na ngapi? Na 14. Lakini baadaye kanisa likanihitaji 2018. Nikaendelea na utumishi mpaka 2020 na ngapi? Na moja, tarehe 15 mwezi wa 11. Nikamwambia kwamba mchungaji, pamoja na kukaa kanisani, lakini mimi sina damu ya AIC. Sina damu ya AIC, nina damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa yangu. Ndio ile ambayo inanitakasa siku baada ya siku. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni, muombe Yesu, kitaja damu ya Yesu. Haleluya. Mungu atashughulikia zile silaha ambazo zimepangwa kwa ajili yako mama. Silaha zile ambazo zimepangwa kwa ajili yako kwamba usipate mtoto. Mungu wetu wa mbinguni atatengeneza yote hayo. Lakini tunasema kwamba Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu yule aliwaambia Hawa aliokuwa wanafanya kazi pamoja nao na ile ibada kwa ule ushirika. Alichukua mkate, akawaambia kwamba siku moja nitakuwa pale msalabani. Mkate huu ni ishara ya mwili wangu pale msalabani, ambao utawakomboa ninyi. Mtakombolewa na mkate, lakini mtakombolewa na mwili wa Yesu pale msalabani. Akachukua na kikombe, akasema kwamba ni kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Kule nyuma kulikuwa na utaratibu wa kumkomboa mwanadamu kwa njia ya sheria, lakini mwanadamu hakuzitii zile sheria. Mwisho wa Yesu Kristo mwana Mungu akakamilisha ule mpango wa Mungu kwa kumkomboa mwanadamu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na ndio maana alisema kwamba ule mstari wa 20, ukisoma ule mstari wa 20 sura ile ya 26, ile shule ya Mathayo 26, ule mstari wa 20 anasema kwamba lakini sitakunywa pamoja na ninyi, sitafanya Pasaka pamoja na ninyi katika mzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja na ninyi. Mungu wetu wa mbinguni ameandaa Pasaka nyingine kuwa pamoja na watu wake, kuwa pamoja na wewe, kuwa pamoja na wewe, kuwa pamoja na mimi katika siku ya mwisho. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuwa pamoja na wewe siku ya mwisho. Hiyo imeandaliwa na itafika. Uwe na imani. Hata ile ushirika mtakatifu unaoandaliwa na wachungaji leo, na kuomba Baba usiache, kwa sababu ni dalili, ni mwanzo wa ibada ya ushirika mtakatifu ambao Mungu wetu wa mbinguni atauandaa. Wala sio mchungaji mapule na kuhanda hata kidogo. Ni Yesu yeye mwenyewe aliyekufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa ya wanadamu. Lakini vile vile ukisoma katika kitabu cha Ufunuo kuna neno la faraja pale. Anasema kwamba baada ya sisi kumpokea Yesu, atakapokuja na mawingu kumpokea na kumulaki, tutaenda pamoja na yeye, tutamiliki kule miaka 1000. Baada ya ile miaka 1000 kumalizika, Yesu mwana wa Mungu atakuja, atateremka pamoja na kanisa lake na hekalu takatifu ambalo ni wewe, pamoja na wewe, pamoja na mimi. Tutashuka pamoja na yeye. Tunasema kwamba atakaa pamoja na watu wake, kama vile alivyoandaa kule nyuma kabla ya anguko. Ile sura ya 3 ya Mwanzo mstari wa 9 ilikuwa ni tabia na desturi ya Mungu na maisha ya Mungu kuwatembelea watu wake, wale ambao aliwafanya kwa mfano wake, ambaye alikuwa ni Adam na Hawa kabla ya anguko. Ndio maana alipofika bustanini aliuliza, Adam uko wapi? Kwa sababu ni tabia ya Mungu kuwa pamoja na watu wake. Na siku ile atakuwa pamoja na sisi, atakuwa pamoja na wewe, atakuwa pamoja na mimi. Anasema nini? Ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, Ufunuo sura 21. Unayetusaidia, simama utusaidie. Anasema nini? Mungu anasema nini? Siku ya mwisho. Leo yuko pamoja na sisi. No. Ukiwa katika familia yako yuko pamoja na yeye. Mkiwa katika ibada ya jumuiya mko pamoja na Yesu. Lakini hata katika ushirika mtakatifu yuko pamoja na yeye. Ofisini kwako yuko pamoja na yeye. Anasema nini Baba? Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 4 inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi amekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe. Ni ahadi ya Mungu kwa watu wake kwamba atashuka pamoja na wewe, atashuka pamoja na mimi, ili akae pamoja na sisi. Anasema nini? Una mstari wa 4 anasema kwamba tutakapokuwa pamoja na yeye katika ule umilele, hakuna maombolezo, hakuna kwenda kuhani, hakuna makaburi. Leo tunalia machozi. Mimi mwenyewe nilizika mtoto wangu wa miaka 3. Baba yangu hayupo, amefariki, ametangulia. Lakini Kristo atakaporudi atamfufua, tutakuwa pamoja na yeye. Mama yangu mimi mwenyewe nikamzika alipofariki kule Mkula, Mwanza, na ametangulia. Kristo atakaporudi atarudi na roho yake kuja kuivika mwili mwingine na mwili wa utukufu. Anasema kwamba atafuta machozi ya wote wanaolia machozi kwa sababu ya kuachwa na ndugu na jamaa zao. Wengine mmefiwa na baba zenu, wengine na mama zenu na ndugu zenu na watoto wenu. Na siku ile hakuna kulia
atafuta machozi yote ambayo tumelia. Kwa nini? Kwa sababu wale waliokufa tutakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na mama yako uliyemzika, utakuwa na baba yako uliyemzika, utakuwa na babu yako, utakuwa na mwanao uliyemzika wewe mwenyewe, kwa sababu siku zile kutakuwa hakuna maombolezo. Tutamwambia kifo, wewe kifo, nguvu zako ziko wapi? Kwa sababu tunaye huyu mtawala na kiongozi wetu wa mambo yote. Lakini angalia hili, Mungu wetu wa mbinguni hawezi kuwa pamoja na wenye dhambi. Dhambi ya aina yoyote ile, hilo lazima ulifahamu. Dhambi ya aina yoyote ile, angalia isiyo katika nchi ya Misri, wale ambao hawakuweka damu katika miimo ya milango yao, mwangamiza aliangamiza, waliua, ni kweli. Na wewe angalia, na ndio maana tunasoma katika kitabu cha Ufunuo. Baba, hebu tupitishe Ufunuo ile sura ya 21 ule mstari wa 8. Ni akina nani ambao hawawezi kuwa pamoja na Mungu leo pamoja na milele yote? Hawawezi kuwa na Mungu wao hata kidogo, pamoja na kwamba waliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini hawawezi kuwa na Mungu kwa sababu ya dhambi na makosa wanayofanya. Tubu. Muda wa kutubu ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza maisha yako uwe pamoja na Mungu wako. Kabla hujafa, kifo kitakuja. Usitegemee nini? Usitegemee Kwaresima, kwamba kwa sababu niko mwezi mtukufu wa Kwaresima mambo yatakuwa shwari. Wewe kuwa pamoja na Mungu sio wakati wa Kwaresima tu, ni maisha ya mwanadamu. Anasema nini Baba? Ufunuo sura 21 mstari wa 8 inasema. Mstari wa 4. Mstari wa 8 ndio, mstari wa 8. Na wewe Biblia yako uisome, hata kama umeiacha nyumbani, nenda karudie kusoma hapo. Inasema, utawasaidia hata wanao, hata watumishi wako ulio nao pale nyumbani utawasaidia, na wale wafanya kazi, unaofanya kazi pamoja na katika ile ofisi utawasaidia. Anasema nini? Bali waoga na wasioamini, na wale ambao wataki kuja kwa Yesu, wanategemea miujiza, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, ndio, na wachawi, na hao waabudu salamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Wengine wanadhani kwamba akioa ataacha uzinzi, akiolewa huyo mume wake ataacha uzinzi. Hamna. Ndio ataangalia kuchunguza. Tunamsoma Daudi alikuwa na wanawake, lakini alichunguza ule mke wa Uria naoka, akaita nende mkamuite mwanamke huyo. Kwa ndugu zangu, kuacha uzinzi mpaka Yesu. Kuacha washerati, mume wako aacha uzinzi na washerati na uongo mpaka Yesu. Bila kumweka kwa Yesu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu zangu, Mungu wetu anasema kwamba dhambi ya aina yoyote ile, hata ikiwa ni uongo wa kwenye mitandao, ukusema kwamba niko Kariakoo, lakini kumbe hata Kariakoo huko kwenye kona zako huko. Rekebisha maisha yako. Umdanganye mke wako au mume wako, unamdanganya yule aliye juu, kama wale Anania na Safira walipomdanganya kwamba tumeuza kwa thamani hii, lakini kumbe sio hivyo. Mungu wetu wa mbinguni anatupa muda, kila inapoitwa leo anatupa muda. Ndugu zangu, kanisa limevamiwa na shetani kupitia mitandao. Labda wewe, lakini kuna uvamizi. Kanisa limevamiwa, watu wa Mungu wamevamiwa na hizi simu hizi za kutachi hizi. Wale watoto wadogo, watoto wetu wa umri wa miaka 3,
hata miaka 4 5. Wanafahamu mafaili ambayo hata wewe mwenyewe hujagusa pale. Wanaangalia wanaangalia kwa yale mafaili, wanafungua, wanaona utupu wa mtu mzima. Tena wanafanya tendo la ndoa na simu umeinunua wewe mwenyewe kwa gharama, alafu namwachia mtoto. Mtoto wako mpendi. Mtoto wako mpendi kwa sababu unamuingiza katika dhambi. Ndugu zangu, lazima tujirekebishe. Ni kweli simu ukiitumia vizuri ni sawa, lakini ukiitumia isivyo itakuwa ni pigo kwako, kwa sababu unamharibu mwanao wewe mwenyewe. Eti kwamba unamhurumia, mpendi tu msimu, hawatakaifanya chochote. Wewe kuna mafaili mengine wewe hujafungua. Mimi nionyeshwa mafaili moja na mchungaji mwenzangu. Mchungaji, umeshaona hili? Nilikuwa sijui, labda na umri. Uzee wao labda na uzee. Tena ni simu yangu. Akanionyesha, mchungaji, hili umeshaliona katika simu yako? Nikaona, nikamwambia basi mchungaji, umetosha. Nilikuwa sijaona hilo. Utupu. Tujirekebishe ndugu zangu. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Hebrania anasema kwamba tutapataje kuokoka tusipomwangalia huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu na ile huruma aliyotoa pale msalabani. Mungu wetu ndugu zangu anasema kwamba anakuwa pamoja na sisi. Kila wakati anakuwa pamoja na sisi. Jiandae wakati unapoingia kuadhimisha Pasaka ya mwaka 2025. Uingie humo ukiwa pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Omba kwa sauti yako, kwa lugha yako ambayo Mungu anaifahamu. Mwambie Mungu kwamba Baba Mungu, naomba niwe pamoja na wewe maisha yangu yote. Niingie hata kuadhimisha Pasaka ya 2025 nikiwa pamoja na wewe. Mwambie Mungu hivyo. Ili muwe pamoja na familia yako, iwe pamoja na mume wako, uwe pamoja na ndugu zako. Mwambie Yesu, na mimi nitaomba kwa sauti. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Umetuambia kwamba mpango wako tangu huko awali ni kuwa pamoja na watu wako, wale ambao uliwafanya kwa mfano wako. Na ndio maana ulimtafuta huyu Adamu. Na ndio maana Yesu alitengeneza karamu ya Pasaka akiwa pamoja na wanafunzi wake. Oh Baba Mungu wetu wa mbinguni, naomba niwe pamoja na wewe maisha yangu yote. Niwe pamoja na wewe maisha yangu yote. Hata wakati ninaposubiri Pasaka, kuadhimisha Pasaka 2025, niwe pamoja na wewe. Na ndivyo ilivyo na wenzangu wote tuwasikia neno lako, tuwajifunza neno lako siku ya leo. Wawe pamoja na wewe wakati wanaposherehekea Pasaka ya kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wawe pamoja na wewe. Tusamehe Mungu wetu wa mbinguni, hata mahali ambapo tufanye vizuri, tunakuja kwako. Tutakase na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Tutakase na jina la Yesu lenye mamlaka, lenye nguvu, linalofuta dhambi za wanadamu. Oh, tunakuja kwako Baba. Tunaomba hata kwa ajili ya ndugu zetu wengine ambao hawajakuamini wewe. Kuna ndugu zetu wale ambao ni damu moja na pamoja na sisi. Uwasamehe Baba, waje kwako. Majina yao yaandike mbinguni. Lakini hata sisi tuwe pamoja nao. Tushirikiane pamoja nao. Tuwasamehe dhambi na makosa yao. Wewe Mungu wetu wa mbinguni, unapenda
maisha yetu yote tuwe pamoja na wewe. Tusamehe sisi sote ambao tumekuwa pamoja na wewe siku ya leo na kwenye ibada hii. Baba, tunaamini utafanya hivyo kwa kuwa tunaomba na kuombea katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amina. Tumshangilie Bwana kwa ajili.